Mwangaza FM. Habari, naitwa Rajabu Mtunge kutoka kituo cha Africa Disability Technology Center hapa jijini Dodoma, Tanzania. Africa Disability Technology Center ni kituo au ni asasi isiyo ya kiserikali ambayo yenye makao yake makuu hapa na inalenga kusaidia teknolojia kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Africa Disability Technology Center sisi tumejikita kwenye kuhakikisha tunamsaidia mwenzetu ambaye ana changamoto ya ulemavu kuweza kutumia teknolojia saidizi ili aweze kuishi kwa furaha, lakini aweze kufanya shughuli zake kwa uhuru na kuhakikisha anafanya mambo mbalimbali ya maendeleo kupitia teknolojia. Kwa hivyo teknolojia ambazo tunazipelekea hapo, kuna teknolojia mbalimbali ikiwemo za kujiongea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini teknolojia za kufanya shughuli mbalimbali kama matumizi ya braille na vitu vingine ambavyo vinaweza kumsaidia mtu kufanya kazi. Lakini pia tunashughulika na teknolojia kwa ajili ya watoto, wanafunzi ambao wanafanya mafunzo kuanzia kiwango cha chini kabisa mpaka kiwango cha vyuo vikuu na maeneo mengine. Kwa hivyo Africa Disability Technology Center yenyewe iliibuka baada ya kuona kuna gepu au nafasi ya wazi ambayo inaonekana watu wengi vijana wana drop, wanaacha shule kwa kutokana na kukosa msaada wa changamoto walizozipata. Lakini pia wako wafanyakazi ambao walikuwa wako makazini lakini wakapata changamoto za ulemavu, hivyo wakaacha kazi kwa sababu hawana namna ya kuendelea na kazi hizo kutokana na changamoto walioipata. Kwa hivyo baada ya kuona changamoto kama hizi zinajitokeza katika eneo letu la Tanzania, ndivyo tukasema basi hebu tuingie na sisi katika kusaidia namna gani wenzetu wanaweza kujiendeleza, lakini wakaendelea na shughuli zao, lakini vijana wakasoma kwa uhuru. Lakini pia tuliona wakati mwingine tukiwa tunatembelea baadhi ya maeneo kama shule mbalimbali, vyuo vya ufundi, unakuta walimu wanashindwa kuwafundisha watoto kutokana na changamoto za hao watoto, na wakati mwingine si changamoto tu moja, lakini kunakuwa na wakati mgumu kidogo kwa sababu mwalimu anaweza akawa na watoto wa aina 4 ama 5 ndani ya chumba kimoja na wote anatakiwa awaelekeze na wamuelewe. Kwa hivyo sisi tumekuja na mkakati wa kuweza kuisaidia jamii katika eneo la watu wenye ulemavu kuweza kutumia teknolojia saidizi ili waweze kutatua matatizo yanayotukabili. Kwa sasa Africa Disability Technology Center imezindua fellowship. Hii ni namna moja ya kuweza kuwakusanya wadau mbalimbali na wataalamu kwenye eneo la teknolojia ya watu wenye ulemavu kwa lengo la kuwapa nafasi ya kutafuta ufumbuzi kwa ajili ya jamii zinazotuzunguka. Kwa hiyo kwa kuona uzito wa changamoto hii ya teknolojia kwa ajili ya watu wenye ulemavu, Africa Disability Technology Center iliona ianzishe kitu kinachoitwa Africa Disability Technology Fellowship, ambayo hii fellowship haihusishi Tanzania peke yake. Tuliona changamoto inayotukabili sisi kama Watanzania imekuwa pia ikikabili nchi nyingine ambazo ziko ndani ya bara la Afrika. Kwa hivyo tukaona kama Africa Disability Technology Center basi tuunge nguvu kwa pamoja ili tuweze kushare na kuchangia teknolojia kutoka kwenye nchi mbalimbali za bara la Afrika na hatimaye tutengeneze
jukwaa ambalo jukwaa hili litatumika kwa ajili ya wataalamu mbalimbali kubadilishana teknolojia hizo, lakini kuweza kukaa chini na kubuni teknolojia saidizi ambazo zinaweza kuwa zinaendana na eneo letu la Afrika. Lakini pia litakuwa ni jukwaa la kuweza kusaidia kupata teknolojia za nje ya bara la Afrika ambazo zinaingia ndani ya bara letu, kuweza kurekebishwa na kuweza kutumika vipasavyo katika bara la Afrika kwa mujibu wa au kwa kulinganisha na muktadha wetu, kwa sababu tumegundua baadhi ya vifaa vinavyoweza kutumika mabara mengine ya wenzetu ambayo tuseme ni nchi ambazo tayari zimeshaendelea, tukizileta teknolojia zile katika bara letu la Afrika, baadhi ya nchi inakuwa ni ngumu kuzitumia. Kwa hivyo jukwaa hili litakuwa ndio mahali pekee ambapo tutaweza kukaa na kuangalia teknolojia gani ambayo inatumika nje ya bara na imekuja ndani ya bara letu, tuweze kuibadilisha ili iendane na muktadha wa bara la Afrika. Kwa hivyo naweza tu nikatoa mfano, kuna watu ambao mtu amenunua labda kitimwendo kutoka labda China ama Marekani, lakini baada ya kununua kile kitimwendo anapokuja Tanzania anagundua kile kitimwendo hakimsaidii, kwa sababu mazingira ambayo yametengenezwa kile kifaa ilikuwa itumike mazingira ya utofauti kidogo na mazingira yetu. Kwa hiyo tunahitaji tuwe sasa na mtaalamu ambaye ataweza kuchukua teknolojia ile na kuibadilisha ili iweze kutumika vilivyo na iwe msaada kwa yule ambaye amenunua. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunapata kesi kama hizo, watu wana vitimwendo, mtu amenunua ana kifaa fulani cha teknolojia ambacho amekinunua kwa gharama kubwa akiamini kitamsaidia, lakini akifika hapa Tanzania ama kwa bara letu hili anashindwa kukitumia. Kwa hiyo inakuwa ni hasara kwake. Na tukijaribu kutafuta mawasiliano na namna gani tunaweza tukapata msaada kutoka kule ambako labda alikinunua, inakuwa bado ni changamoto. Kwa hivyo hii fellowship itakuwa inahusisha wataalamu mbalimbali ambao wamevumbua teknolojia ambazo kimsingi teknolojia hizo zivumbua zina msaada mkubwa katika nchi yetu labda Tanzania ama bara letu la Afrika. Kwa mfano kuna wenzetu pale Ghana, wao wana programu yao wanaifanya ambayo yenyewe inahusisha mambo ya ushirikishwaji wa kifedha, kwa sababu watu wenye uoni wenye changamoto ya uoni na wenye ulemavu kwa ujumla unakuta wakati mwingine uchumi unakuwa sio sehemu ya maisha yao, kwa maana watu wanaamini wao hawahusiki na habari zinazohusiana na mambo ya uchumi. Kwa hivyo teknolojia hiyo tunaona inaweza ikafungua milango kwa bara zima la Afrika kama tutaendelea na sisi kuitumia kutokea kule nchini Ghana. Lakini ziko nyingine, mfano Nigeria wana program moja ya wanaita robotic sign language. Kwa hiyo tunao watu ambao wanajifunza lugha ya alama hapa Tanzania na maeneo mengine. Kwa hiyo tuna uwezo wa kuutilize hiyo tukaitumia vizuri kama bara na kuona kwamba ni msaada kwa ajili ya bara letu. Hawa watu watachukua nafasi ya kuweza kutuelekeza, lakini pia kuisambaza taarifa ya teknolojia hiyo. Kwa hiyo sio hiyo tu, yako mengi. Ukienda Uganda pale kuna teknolojia moja ambayo wenzetu wenye changamoto ya uoni pia wanaitumia kwa ajili ya kuwatengenezea tuseme kama jukwaa wao la kuweza kufanya mawasiliano kimtandao. Kwa hivyo vitu kama hivyo na teknolojia nyingine ambazo sijazitaja lakini zipo ndani ya bara la Afrika, basi katika fellowship hii zitakwenda kwanza kusambaa, kueleweshwa na kila mmoja akawa anaifahamu, lakini pia kuimodify na au kuiunda katika muundo ambao utaendana na matakwa yetu na mahitaji yetu kulingana na maendeleo.
Africa Disability Technology Fellowship mpaka sasa imefungwa kwenye mwezi huu wa 6. Maombi yalikuwa yameanza mwezi wa 4 na mwezi wa 5. Kwa hivyo tarehe 31 mwezi wa 5 ilikuwa ndio mwisho wa maombi ya kujiunga katika hiyo fellowship. Kwa hivyo tuna mwezi wa 7, lakini mwezi wa 6 ambao tunafanya maandalizi na taratibu nyingine za mawasiliano ili kuweza kufanya hicho kitu. Kwa hivyo tunatarajia mchakato wetu mwezi wa 7 ndio tutaanza mchakato moja kwa moja. Kwa sasa naweza nikasema tayari picha kamili tunayo. Mpaka sasa tuna nchi 6 ambazo wameomba, watu wake wameomba kujiunga na fellowship. Kwa hivyo kwa cohort yetu ya kwanza, yani kwa kundi la kwanza kabisa ambalo ndio la kihistoria, kuanza kutengeneza jukwaa kwa ajili ya teknolojia ya watu wenye ulemavu ndani ya bara la Afrika, tutaanza na nchi 6 ikiwemo Tanzania. Tanzania tuna Misri, tuna Uganda, tuna Nigeria, tuna Ghana, lakini tuna watu kutoka Malawi. Kwa hivyo mpaka sasa jumla ya watu 42 wamekwisha omba, na watu hawa ni baada ya mchujo. Kwa hiyo tumepata watu 42 ambao wana sifa ya kuweza kuendelea na hiyo fellowship yetu au kujiunga na hilo jukwaa letu. Kwa hivyo mpaka sasa naweza nikasema tuna picha kamili, kwa sababu ndani ya hiyo fellowship jukwaa letu litakuwa limehusisha wadau kutoka vitengo mbalimbali kulingana na nchi zao. Kwa mfano hapa Tanzania tuna watu kutoka taasisi za ukuzaji wa mitaala, ambao hawa katika utengenezaji wa teknolojia hizi itakuwa wenzetu watakuwa ni mstari wa mbele katika kuona namna gani tunaweza baadhi ya vitu tukaviweka kwenye mitaala yetu na kuweza kwenda, lakini pia itakuwa ni advantage ya kuweza kushare na kujua mitaala ya wenzetu inazungumza nini kuhusiana na teknolojia saidizi kwa watu wenye ulemavu. Lakini pia tunao watu wahadhiri wa vyuo vikuu ambao wamekuwa wakifanya vizuri katika vyuo vikuu mbalimbali ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Kwa hivyo itakuwa ni jukwaa ambalo wahadhiri wanaweza kujipanga na kutengeneza na kuunda mambo ambayo baadaye yanaweza yakawa ni msaada mkubwa sana kwa bara letu la Afrika. Lakini tunao watu ambao wao ni wavumbuzi wa teknolojia mbalimbali, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine wameweza kubuni na kuunda vitu ambavyo vinaweza vikawa msaada. Mfano tunao watu ambao tayari wameshatengeneza hizo teknolojia kama hiyo ya sign language, ya lugha ya alama. Lakini tunaye ndani ya Tanzania kuna mtu ambaye tayari amekwisha tengeneza teknolojia kwa ajili ya watu wenye changamoto ya uoni, ambayo inaweza kutambua vitu mbalimbali katika eneo linalomzunguka mtu mwenye changamoto hiyo ya uoni. Kwa hivyo itakuwa ni fursa pekee sasa hawa wataalamu kuweza tukawaunganisha na wataalamu wengine wa mabara mengine ambayo wenzetu labda wameenda mbali kidogo, kuweza kutusaidia na sisi wataalamu wetu na wao waweze kufanya vitu vya vikubwa, lakini waweze kuleta mabadiliko makubwa katika bara letu la Afrika. Kwa hivyo tunao hao, lakini tunao watu ambao wenyewe ni walimu, wengine ni wakufunzi. Kwa mfano tunao wakufunzi ambao wanahusika na eneo la elimu maalum. Kwa hivyo watu kama hawa tunaamini ndani ya jukwaa letu watakuwa ni msaada, kwa sababu watakuwa ni mabalozi wetu katika hivyo vyuo ambavyo wanatokea. Kwa hivyo tunao pia wanafunzi wa vyuo vikuu ambao wako sasa hivi kwenye hizo kozi, kwa maana ya hawa sasa watakuwa nao ni msingi mzuri katika kuandaa kizazi ambacho kitakuwa na mawazo ya kutatua changamoto na sio kusubiri kupokea.
Kwa hivyo naweza kusema kwa picha tulionayo sasa hivi kweli tuna jukwaa lenye watu wenye weledi wa aina tofauti tofauti na wana uwezo tofauti tofauti, kwa sababu tunao watu ambao ni madaktari, lakini tunao watu ambao wako na elimu za kawaida ambazo wakishare kwa pamoja maarifa, basi tunaweza tukajikuta tunafanya jambo moja kubwa sana. Kwa sasa kama ninavyosema tumefunga, lakini tunaendelea, tutajitahidi kwa mwakani pia tuweze kuwa na namna nyingine pia ya kuanza mapema zaidi, ikiwezekana Januari basi tuanze kohoti nyingine ya mwaka 2026. Kwa mujibu wa malengo ya Africa Disability Technology Fellowship, tunao wanufaika wa aina mbalimbali, na mradi huu umeplaniwa katika mtindo ambao watu tunaweza tukasema ni kama win-win situation, kwa maana ya mtoa teknolojia ananufaika na mpokea teknolojia ananufaika. Kwa hivyo sisi tunalenga watoto wenye ulemavu ambao hawajaanza shule, lakini na wale walioanza shuleni, walioko kwenye shule mbalimbali, lakini walioko kwenye vyuo. Lakini sehemu ya pili pia tunaangalia wenzetu ambao tayari wameshamaliza shule na labda wako kwenye kazi zao. Kwa hivyo namna gani teknolojia saidizi hii inaweza kuwasaidia kufanya kazi zao kwa weledi na kwa amani na kwa uhuru zaidi kuliko labda sasa hivi. Lakini kwa upande wa pili pia tunaangalia sehemu nyingine kwamba wale watu ambao wametengeneza hizi teknolojia watanufaika kwa kupata support, misaada mbalimbali, ikiwemo zile tunaziita mentorship, kwa maana ya tunao uwezo sasa wa kuwatafuta nani anafanya kwenye teknolojia inayofanana na fulani ambayo yuko sehemu fulani, and then tukawaweka katika muundo wa pair wa jozi ile ya kuoanisha jozi na watu waweze kufanya kwa pamoja ili kuweza kupata manufaa. Lakini pia wakati mwingine unaweza kukuta hizi teknolojia wengine hawajazitengenezea ithibati. Kwa hiyo ni sehemu pekee pia tutakayoweza kujadili kwa pamoja na kutengeneza ithibati ya hivi vitu, ili teknolojia zile basi ziweze kutumika hata nje ya bara la Afrika, lakini ivuke mipaka, kama ambavyo nimetoa mfano wako waliotengeneza teknolojia labda Nigeria ama Ghana, basi teknolojia ile itoke Ghana na iweze kusambaa Afrika nzima. Kwa hiyo aliyetengeneza teknolojia atanufaika, lakini aliyekwenda kuitumia teknolojia ile atanufaika. Lakini serikali mbalimbali za nchi zetu nazo zitanufaika, kwa sababu wale watu wanaokwenda kutumia ile teknolojia watainua uchumi, lakini pia tunaweza kupata vipaji mbalimbali kupitia jukwaa letu na kuviendeleza, kwa sababu wakati mwingine tunashindwa kupata taarifa kutoka kwa watu wenye ulemavu, kwa sababu mara nyingi hatuna mbinu za kupata taarifa kutoka kwao kwa sababu ya changamoto labda ya mawasiliano. Kwa hiyo kupitia hii fellowship na teknolojia ambazo zitatumika, zikiwemo teknolojia za mawasiliano, teknolojia za mjongeo, teknolojia za mbalimbali, zile teknolojia zitatumika kuweza kuwawezesha kuweza kupata vitu kutoka kwa wenzetu, ubunifu mbalimbali kutoka kwa watu wenye ulemavu. Lakini pia labda tu kitu ambacho kimenifurahisha sana kwenye jukwaa letu, 50% na point kidogo sana hawa watu hawana ulemavu, hawana changamoto yote ya ulemavu, lakini 40% kwenye 49-48 hawa watu wana ulemavu. Kwa hiyo tunachokwenda kukitafuta ni kutumia watu wenye ulemavu kwa kushirikiana na wale ambao hawana ulemavu kuweza kutafuta ufumbuzi wa changamoto za watu wenye ulemavu. Kwa hiyo ndani ya jukwaa letu wako wahusika au walengwa na pamoja ambao ni watu wenye ulemavu.
Kwa hivyo ninafurahi kuona kwamba kuna huo ushirikiano wa watu wenye ulemavu na wale ambao hawana ulemavu, kwa pamoja wanaunga mkono namna gani tunaweza tukapata teknolojia zetu sisi wenyewe ambazo zitatusaidia kutatua changamoto zetu ndani ya bara la Afrika. Kwa hivyo naweza nikasema kwa ujumla, baada ya miezi mitatu ya programu yetu hii ya WE Fellowship, tunatarajia kupata wataalamu ambao wataunda hilo jukwaa, ambalo kwa sasa wako idadi ya 42 kutoka nchi 6 za Afrika, lakini tunatarajia kupata teknolojia 10 na zaidi ambazo zitakuwa zinatumika katika bara letu la Afrika, na zenyewe tutakuwa sisi kama Africa Disability Technology Center tunazisimamia kuona kwamba zinapatikana wapi, kwa kiwango gani, na zinaweza zikasaidia wapi, ili tuweze kuwaunganisha na kuwajengea daraja wale wenye kuitafuta teknolojia na wale wenye kuitengeneza teknolojia. Eneo la utekelezaji wa mradi huu, hii fellowship, kimsingi kuna uhitaji mbalimbali. Tuna makundi ya uhitaji. Kuna uhitaji wa elimu ambayo itatumika kuweza kutengeneza hizo teknolojia, lakini tuna uhitaji wa wataalamu, kwa maana ya wale mentors ambao watahitaji kutusaidia kutoka kwa wenzetu ambao yeyote ambaye tayari amefikiwa na taarifa na teknolojia ambayo inaweza kutusaidia. Lakini tuna eneo la vifaa mbalimbali, kwa sababu tunatumia teknolojia na sisi kuweza kuandaa teknolojia saidizi. Kwa hivyo fellowship hii itaendeshwa kwa njia ya mtandao kwa sehemu kubwa. Kwa hivyo tuna uhitaji wa vifaa kama vile router, vifurushi mbalimbali vya internet ili kuweza kuwafikia walengwa, lakini tunahitaji pia program mbalimbali ambazo zinaweza zikatumika ili kuweza kuhakikisha kila mshiriki anashiriki kikamilifu, kwa sababu wako ambao wameeleza wana changamoto za usikivu, kwa hivyo wangehitaji wakalimani. Lakini kama wakalimani tunawakosa, kwa sababu teknolojia inaturahisishia mambo, tunaweza tukapata programs ambazo zina tafsiri kutoka kwenye Kiingereza ama lugha fulani kwenda kwenye lugha ya Kiingereza, ama kutoka kwenye matamshi kwenda kwenye maandishi, ili yule ambaye hapati usikivu basi aweze kusoma kwenye skrini na kujua kinachoendelea ni nini. Lakini kuna wenzetu ambao wana changamoto ya uoni, wameomba tupate zile tunaita screen readers, ambazo zinatumika kuweka kwenye program, zinawekwa kwenye kompyuta kwa ajili ya kusoma kilichoandikwa kwenye skrini, ili yule ambaye haoni aweze kusikiliza na kuendelea na taarifa ama kuendelea na mafunzo kawaida. Kwa hivyo hivi vyote vinahitaji fedha. Kwa hivyo tuna uhitaji wa vifaa, tuna uhitaji wa teknolojia hizi, tunahitaji maarifa, tunahitaji wataalamu waweze kutuunga mkono, lakini tuna kipengele kingine cha rasilimali fedha. Na mpaka sasa hivi ninapozungumza bado hatujapata mtu kutoka nje ya Africa Disability Technology Center ambaye yuko tayari tuendelee naye katika kusaidia maeneo mbalimbali katika utekelezaji wa hili. Lakini nadhani muda mwafaka ndio sasa niweze kutoa taarifa tu hiyo, kwa maana kwamba tuna uhitaji wa watu ambao wanaweza kutusupport kwa namna mbalimbali, kama watu wanatoa programs, watu wanaotoa vifaa, watu wenye rasilimali fedha tunakaribisha. Lakini nadhani utakuwa umefanya jambo kubwa sana ndani ya bara la Afrika, na utakuwa umeleta mabadiliko makubwa sana ndani ya bara la Afrika, kwa sababu tunatarajia
zaidi ya watu 2500 watanufaika na platform yetu hii kwa mwaka mmoja huu ambao tumeanza nao. Tukimaliza manake mchango wako utakuwa umeleta mabadiliko kwa watu takriban 2500 kwa kiwango cha chini, kwa sababu kama wale wenzetu wahadhiri ambao wana madarasa makubwa na wana vitu vikubwa ambavyo wana idadi kubwa ya wataalamu ambao wanawaandaa, basi huenda tukawa na zaidi ya 2500. Kwa hiyo sisi tulikadiria tu kwamba tuna mabadiliko ya watu 2500 ambao tunayatarajia, lakini naamini mabadiliko haya yatakuwa makubwa. Lakini utakuwa na wewe unapata nafasi, kama una bidhaa zako unaweza ukapata nafasi ya kuzionesha. Kwa mfano wapo ambao wana bidhaa au vifaa saidizi, unaweza pia ukatafuta and then tukafanya kazi kwa pamoja, ili na wewe upate nafasi ya kufanya kuonyesha kazi yako, lakini kuionyesha teknolojia yako, na wakati huo huo utakuwa na sisi unatusaidia kuifahamu teknolojia yako, lakini na wewe unajifunza kutoka kwetu kupata teknolojia mbalimbali ambazo unaweza na wewe ukavutiwa nazo na ukajiunga na kuona namna gani tunaweza tukazifanya kwa pamoja. Kwa hivyo niweze kukaribisha misaada mbalimbali, lakini maoni mbalimbali kutoka kwa wadau, kwa sababu hii ni tukio la kihistoria, haijawahi kutokea, na hatuna platform ambayo tunaweza tukasema hii ni platform ya Afrika. Hii ndio itakuwa ya kwanza, fellowship ya kwanza, na itatengeneza jukwaa ambalo ni la kwanza na litakuwa ni jukwaa lenye manufaa makubwa kwa Afrika nzima, kwa sababu ndio itakuwa msingi wa majukwaa yatakayokuwa yanafuata, kwa maana kila mwaka tutakuwa tunaongeza idadi ya wataalamu kwenye jukwaa letu. Kwa hivyo mimi niwakaribishe wale ambao wanaona wanaweza kusaidia na kuleta mabadiliko katika bara letu la Afrika, basi karibuni sana Africa Disability Technology Center. Sisi tuko Dodoma, na mawasiliano yetu unaweza ukayapata kwenye vyombo vyetu hivi vya habari, wao wanatufahamu, lakini pia unaweza ukaenda kwenye tovuti ukaandika tu Africa Disability Technology Center ukapata mawasiliano kwenye tovuti kule. Lakini kama unaweza ukaenda moja kwa moja kwenye tovuti ya adtcafrica.or.tz, na kwenyewe pia ukiingia mule unaweza ukapata namna gani unaweza kutufikia. Kwa hiyo niwakaribishe wote ili tuunge nguvu kwa pamoja, tufanye mabadiliko kwa bara la Afrika. Asante.